Yes, mambo vipi, ni kukaribishe katika segmenti ya kimichezo kutokea hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro Media. Nikusihi tu, kama bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates zote kale ambazo zitakuwa zikitokea hapa ndani ya Mapro Media. Oh yes. Katika segment hii leo hii tunaangazia kikao kazi ambacho kimekaliwa pale katika uongozi wa Dar es Salaam Young Africans, ambapo kikao hiki kimehudhuriwa na viongozi wote wakubwa, lakini pia kimehudhuriwa na upande wa wadhamini wa klabu hiyo, na maanisha kutoka GSM Company wakiongozwa na mkurugenzi mwenyewe Gharib Said Mohamed, ambapo moja kati ya ajenda kubwa ambayo ilikuwa ikihusanishwa katika kikao hiki ni ujenzi wa uwanja wa Yanga. Nikukumbushe tu kidogo kwamba mwaka jana ilifikia prosesi ya kutafuta mkandarasi na ilitangazwa tenda na mzabuni ambaye atachukua tenda hiyo na kusimamia ujenzi huo 100% mpaka pale utakapokamilika na kukabidhi katika uongozi wa Yanga. Na kama tunakumbuka vizuri, kampuni GSM ilishinda tenda hiyo na kukabidhiwa rasmi kuanza kwa mchakato wa ujenzi wa uwanja huo, na hadi ilipofikia ni kwamba tayari wakandarasi wametokea, na sasa mchakato unaofuata ni kuangazia ni kampuni hipi sasa inaweza kukabidhiwa rasmi tenda hiyo ya kuanza kutengeneza uwanja huo wa klabu ya soka ya Yanga, uwanja ambao unatazamiwa kuwa ni miongoni mwa viwanja bora sana ambavyo vitakuja kuwepo hapa ndani ya nchi ya Tanzania, na nafikiri itakuwa klabu ya kwanza kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kuwa na kiwanja kikubwa, kiwanja bora, kiwanja cha kisasa kweli kweli, kwa sababu tunaambiwa kwamba uongozi wa GSM umekubali kutengeneza uwanja ambao unakadiriwa kuwa na unaingiza watazamaji si chini ya 40,000. Ni uwanja ambao utakuwa ni mkubwa, uwanja ambao unaenda kutoa taswira ya ukubwa wa klabu yenyewe. So leo hii bwana, Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya soka ya Yanga aliweza kuongoza kikao hiko ili kujadili mchakato mzima na kuanza mara moja kwa ujenzi wa uwanja huo ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ndani ya Tanzania, lakini pia kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Kukamilika kwa uwanja huo utaleta chachu kwa maendeleo ya soka Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia itakuwa ni chachu kwa klabu zingine sasa kuanza kutafuta namna ambayo wanaweza pia na wao kutengeneza viwanja vyenye ubora ili kuwa na clubs ambazo zinamiliki viwanja vyao wenyewe vyenye uwezo wa kuhost mashindano makubwa kama michezo iliyokuwa chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia pengine hata kutumika katika michezo ya kitaifa. So ni wakati mzuri sana kwa Young Africans ambapo wamemaliza kikao hiko na matarajio sasa muda mfupi ujao kuanza rasmi kwa mchakato huo baada ya kutangazwa kampuni ambayo itakuwa ndiyo imepewa tenda ya kuanza ujenzi wa uwanja huo na ujenzi huo kuanza mara moja. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hiyo? Tafadhali tuandikie kwenye comment section, na kukumbusha na kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na updates zote kale ambazo zitakuwa zinajiri na kuwekwa hapa kila siku.